Hello, karibu tena katika channel yetu hii ya Elimika. Leo tumekuandalia somo ambalo tutakwenda kukueleza jinsi gani unaweza kutuma maombi ya nafasi mbalimbali za kazi kwa kutumia email. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kwa kwanza endapo tutafanya update nyingine inayohusu ajira pamoja na elimu. Kwa hiyo utakwenda katika application ya Gmail. Baada ya kufika hapo utabonyeza hii button ya compose hii hapa. Baada ya hapo itakuletea baadhi ya taarifa ambazo wewe unapaswa kuzijaza. Sasa hapa kuna taarifa za kuzihakiki. Mfano ya kwanza ni hiyo hapo, ya pili ni hii, ya tatu itakuwa ndio hii. Lakini mwisho kabisa tutaweza kucompose email yetu na kuweza kuattach faili katika hii sehemu hapa. Kwa hiyo hatua ya kwanza, wewe mwenyewe utachagua email ambayo unataka wewe mwenyewe binafsi kuitumia kuweza kutuma maombi, yani email yako ndio hapa ilipoandikwa from, lakini tu ni kule ambapo maombi yanakwenda. Mfano sisi tunasema maombi yanakwenda katika email ambayo ipo kwenye tangazo. Email hiyo iliandikwa mfano@gmail.com. Hiyo ndio email ambayo kwamba inatakiwa ipokee maombi yao ya kazi. Baada hapo utaiselect kwa kubonyeza hapo, kisha itakuwa imekaa kama hivyo. Kwa hiyo baada ya hapo utaangalia aina ya tangazo. Kuna baadhi ya matangazo huwa yanaeleza kwamba tuma maombi yako kupitia email fulani, copy to. Sasa ikiwa kuna copy to, basi utakuja katika hichi kimshale hapo utabonyeza, then utakuja kuchagua hapa copy to. Sasa hiyo copy to watakuwekea email ya pili. Kama hawajakuwekea basi utamove mpaka kipengele cha subject. Sasa subject hapa mara nyingi napendelea kuweka majina. Mfano labda jina ni Lusa, then tunaweka hizo dot mbili hapo, kisha tunafuatia na position ambayo kwamba tunaomba nafasi ya taasisi fulani. Baada ya hapo utapesti maelezo mafupi yanayohusu nafasi hiyo ya kazi wewe ambaye unaiomba. Turudie tuweke position yetu hapa kwenye subject, tutaweka position ama jina lako hivyo, ama pia unaweza ukaacha tu kwa kuweka position tu ya nafasi ambayo unaiomba pasipo kuweka jina. Na ukiweka jina, pendelea kutumia jina la kwanza pamoja na jina la mwisho. Baada hapo utafuata maelezo mafupi yanayohusu ombi hili, na mara nyingi sana napendelea kutumia yale maelezo ambayo wewe mwenyewe barua ya maombi ile. Ukishamaliza hapo basi unaweza pia ukaadi taarifa zako mwisho kule, utasema kwa heshima then utaweka majina yako, labda mimi ni Lusa Elimu, then utaweka email yangu. Baada ya hapo nitamalizia na phone number, kisha naandika vizuri. Na baada ya kumaliza kucompose email, kuweka maelezo mafupi ya ombi lako la kazi, utakwenda kuattach files hapa, kubonyeza hapa. Sasa utaattach files kivipi? Tambua kwamba kila tangazo litakuwa linaeleza uattach CV pamoja na vyeti vyako. Sasa pendelea viunganisha na upate PDF moja. Utaunganishaje? Ukiwa tayari umeandaa barua, CV na vyeti vyako, tumia website inaitwa I Love PDF kuweza kumerge ama kuunganisha zile PDF tatu ambayo ni barua, CV pamoja na vyeti vyako vyote vya taaluma. Then utakuja kubonyeza hapo, utachagua kwamba una attach files. Kama ni photo utaweka photo. Baada hapo utakuja kuchagua hiyo PDF. Hakikisha kwamba umecompress, ita load baada ya ku updated,
itasoma kama hivyo. Kwa hiyo utakapofika hapa ndio tutakwenda kumalizia kutuma maombi yetu, kubonyeza hii alama ya send. Kwa hiyo ukibonyeza tu hapo send, yenyewe maombi yatakwenda. Kwa hiyo baada ya hapo utasubiri taarifa kama umechaguliwa kushiriki usaili, ama kama kuna usaili basi umeitwa kazini, utapata taarifa kupitia email ambayo wewe umetuma maombi.